tuwe bega kwa bega katika kuisapoti timu yetu ya taifa ya Tanzania. Hilo ni kitu muhimu sana. Unajua Wini, kuna kitu kama usimba na uyanga katika mpira wa Tanzania, kwa sababu sisi ni watani wa jadi. Lakini linapokuja suala la taifa, hizi tofauti tuondokane nazo, tuwe kitu kimoja, tuongee lugha moja kwa ajili ya faida ya nchi yetu ya Tanzania. Wakati tukienda mpirani, awali yote kwanza naomba kwamba AFCON inapoanza tujitokeze kwa wingi kuishangilia na kuisapoti timu ya taifa ya Tanzania, ili dunia ijue kwamba kuna watu katika nchi ya Afrika, Tanzania, ambayo inapenda mpira, ni nchi ya amani, na tutatangaza pia nchi yetu. Natamani kuiona Tanzania Taifa Stars ikifika mbali hata hatua ya fainali. Nilikuwa naiona ikienda mpaka fainali kwenye michuano ya AFCON, lakini kwa kuwa tulifukuzwa kwenye michuano ile, sio tu kwamba tuliondolewa kwa haki ya dakika 90. Mimi napenda kusema kauli kwamba tulifukuzwa, tulikuwa tutakiwi, kwa maana ya kwamba tulinyimwa mkwaju wa penalty, tulinyimwa nafasi kadhaa. Unaona, tunapokuwa umenyimwa vitu ambavyo ni vya halali, lakini mwamuzi anavitia mfukoni kwa sababu ya kumbeba mwenyeji, ina maana kwa kwamba wewe hutakiwi. Kwa namna ambavyo tulikuwa tuna squad safi, walinzi bora kabisa ambao walikwenda kuonyesha kitu kikubwa sana kwenye michuano ya AFCON, natamani kuona timu yetu inafika mbali sana, na naamini kwa namna tulivyoonyesha kule AFCON, naamini safari hii tutaenda kuonyesha kitu kikubwa sana. Kwa namna yoyote, taifa letu tumepata bahati sasa ya kutembelewa. Ilikuwa ni michuano ya Chani, tulibahatika, tulifanya kile tulichojaliwa. Katika michuano ya Chani hatukufanya vizuri sana, lakini tunahitaji kwenye michuano hii ya AFCON twende tukaonyeshe kitu ambacho hata wale ambao wanatoa go ahead ya sisi kupata hiyo nafasi waone yes, Tanzania wametenda haki katika hili. Ni lazima serikali na wadau wengine wachukue nafasi hii kutoa elimu ili fursa hii isipite bure. AFCON ni maisha, AFCON ni utajiri. Kama mtu hii fursa ameiona akaanza kuchangamka, mimi naweza kutaja maeneo machache. Kwa mfano, mtu akijipanga kwenye mambo ya accommodation, means apartment, hotel, guest house, na vyakula pia, vyakula vyetu vya asili kuvitangaza. Lakini pia akajipanga kwenye mambo ya utalii, atatengeneza fedha. Lakini pia kimichezo, kwamba mimi ningefurahi kama sasa Wizara yetu ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ndio kipindi ambacho wangetengeneza academy nyingi sana. Naona sasa hivi wanatengeneza viwanja, wanafanya repair viwanja fulani hivi. Lakini naweza kusema tumeshapitwa na wakati. Hii pale mwanzo tu tulipoona AFCON inakuja 2027, tulipaswa pale tuweke academy nyingi sana. Na sio mpira tu, karibia michezo yote, kwa sababu hii ni fursa ambayo inaweza ikaje ikafungua na michezo mingine. Inawezekana kukaja AFCON nyingine, labda kitu kingine katika miaka ya mbele, baada ya kuona kwamba mafanikio yamepatikana katika AFCON kwenye upande wa mpira.